Mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika kati ya Simba na Stellenbosch ni moja ya mechi ambayo inaangaliwa kwa jicho la tatu na watu wengi, ukiachana tu na wadau wa soka, mashabiki wa soka ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, lakini hata shirikisho la kandanda Afrika wenyewe wanauangalia huu mchezo kwa jicho la tatu. Kwa nini? Kwa sababu ya ukubwa wa mchezo, kutokana na timu ambazo zinahusika na huo mchezo. Kwanza ni Simba Sports, timu ambayo imeshajitambulisha Afrika kwa ukubwa wake, lakini bado haijafanikiwa kutinga hatua ya nusu fainali tangu imeanza kufanya huo uwekezaji mkubwa. Stellenbosch ni timu mpya ambayo ndo debut, inashiriki kwa mara ya kwanza michuano hii na wamefanikiwa kufika hapa walipofika. Kwa hiyo ni mechi ambayo inaangaliwa kwa jicho la tatu, na shirikisho lenyewe la soka Afrika, mwamuzi ambaye wamemchagua kusimamia mchezo huu kwa maana ya center referee ni mwamuzi top kwelikweli, ni moja ya waamuzi bora kwenye kandanda ya Afrika kwa wakati huu. Huyu ni Jean-Jacques Ngavondala kutoka Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Sasa huyu ndo wale waamuzi ambao kwa sasa hivi wanafanya vizuri baada ya kuondoka generation ya kina Jean Sikazwe, kina Victor Gomez kutoka Afrika Kusini, Papa Bakari Gassama kutoka Gambia na wengineo. Huyu ni miongoni mwa waamuzi ambao wamebakia, ambao shirikisho la soka linawategemea. Kwa hiyo kuona mchezo namna hii ambao unahusisha klabu hizi mbili, kuletwa mwamuzi Jean-Jacques Ngavondala sio kitu kidogo. Huyu ni mwamuzi kutoka DR Congo, DRC, ni majirani zetu hawa, na ukiangalia kimsingi huu mchezo unahusisha timu kutoka katika kanda mbili tofauti, kwa maana ya Simba wao wanatokea ukanda wa Sekafa, Afrika Mashariki na Kati, alafu Stellenbosch wao wanatokea ukanda wa Kosafa. Mwamuzi Jean-Jacques Ngavondala anatokea ukanda wa UNIFAC ni Afrika ya Kati. Kwa hiyo ukiangalia wamejaribu kutenganisha waamuzi, kuwatoa nje ya kanda husika za hawa, ingawaje kiuhalisia sisi ni majirani zetu kwa maana ya DRC. Sasa Ngavondala tayari ameshachezesha mechi za kutosha tu zinazohusisha klabu ya Simba na klabu nyingine za Tanzania. Kwa hiyo tunakwenda kumwangalia huyu mwamuzi na rekodi yake dhidi ya klabu za Tanzania, hususan klabu ya Simba, timu ya taifa pia ya Tanzania, amewahi kuchezesha mchezo wake na amewahi kuchezesha klabu ya Young Africans. Lakini kabla ya kwenda kuangalia rekodi hiyo, hebu tumwangalie wasifu wake yeye mwenyewe kwa maana ya mechi ambazo amewahi kuzichezesha, na hapa tunaangalia ukubwa wake. Ikumbuke kwamba shirikisho la soka la kimataifa au la dunia, wengine wanatumia hiyo lugha, kwa maana ya FIFA wana mashindano yao ya ngazi ya klabu ambayo yatafanyika mwezi Juni, Julai kwa mwaka huu 2025, na yanafanyika kule Marekani. Sasa ikumbuke wanachama wa FIFA wako 211, yani mataifa wanachama wa FIFA 211 dunia nzima, lakini miongoni mwa waamuzi 35 ambao wamechaguliwa kwenda kuchezesha waamuzi wa kati, na maanisha kwenda kuchezesha michuano hii ya FIFA kombe la dunia ambalo litafanyika mwezi Juni, Julai. Miongoni mwa waamuzi ambao wamechaguliwa, waamuzi 5 wanatoka Afrika. Na hii ni taarifa rasmi ambayo jana ndio imetoka rasmi kutoka kwa FIFA wenyewe. Waamuzi hao yupo Ngavondala huyu ambaye anachezesha hiyo mechi ya nusu finali. Yupo Mustafa Ghorbal, huyu anatoka Algeria, huyu ni DRC. Yupo mwamuzi Issa C kutoka Senegal. Yupo Ibrahim Mutaz kutoka Libya. Yupo pia Dahane kutoka Mauritania. Huyu Dahane kutoka Mauritania, wengi watamkumbuka, alichezesha mchezo wa robo finali mwaka jana, robo finali ya Young Africans dhidi ya Mamelodi Sundowns kule Afrika Kusini. Wengi watakuwa wanamfahamu.
Mwingine ni huyu Ngambo Ndala ambaye ndo waamuzi wote wa tayari wameshakuja Tanzania kuchezesha, lakini Ngambo Ndala anakuja kwa mara nyingine dhidi ya Simba. Kwa hiyo hawa ndo waamuzi watano bora kutoka Afrika, central referee kutoka Afrika ambao wamechaguliwa na FIFA waende kuchezesha michezo ya kombe la dunia kwa ngazi ya klabu. Kwa hiyo kwa haraka haraka tumegusa hapo. Hii ni story kubwa ambayo tungeweza kuifanya kwa story yake inayojitegemea, lakini mpaka wakati huu tunaugusa tu kwa ufupi kwa sababu sio target yetu. Ukiachana na hilo, Ngambo Ndala huyu bwana ana umri wa miaka 37, raia wa DRC ambaye tayari tunapozungumza ameshachezesha fainali za kutosha za CAF. Na hiyo najaribu kukuonesha ukubwa wa muamuzi huyu. Moja ya fainali za CAF ambazo amechezesha ilikuwa ni kombe la shirikisho Afrika msimu mwaka 2022-23, Yanga dhidi ya USM Alger uwanja wa Mkapa. Yanga anakubali kichapo cha mabao 2-1 kutoka kwa USM Alger, Algeria, ambao walikuwa mabingwa kwa msimu huu. Mechi ya pili nyingine ambayo amewahi kuchezesha ni CAF Super Cup. CAF Super Cup msimu mwaka 2021-22 kati ya Raja Casablanca dhidi ya Al Ahly. Huu ulikuwa ni msimu ambao hao ni mabingwa. Huyu alikuwa bingwa wa shirikisho, huyu bingwa wa ligi ya mabingwa Afrika, wakakutana katika mchezo wa finali ambao unaitwa CAF Super Cup ndani ya msimu huo. Mchezo mwingine ambao amechezesha au finali nyingine ambao amechezesha ni EFL 2023. Mchezo wa EFL ambao ulikuwa unamhusisha Mamelodi dhidi ya Wydad. Hii tutaikumbuka, Mamelodi na Wydad, mchezo kombe la EFL. Wengi tunalikumbuka hilo kombe, hadi Simba ilishiriki kwa kutoka Tanzania. Finali nyingine ya 4 ambayo amewahi kuchezesha huyu mwamba ni msimu uliopita ligi ya mabingwa Afrika, CAF CL, msimu uliopita 2023-24 kati ya Ahli dhidi ya Esperance de Tunis. Ahli wakishinda ubingwa baada ya kumfunga Esperance goli 1-0 on aggregate 2-1, na hii mechi ilichezwa Cairo, mechi ya pili ya marejeano. Ahli akawa bingwa wa Champions League. Kwa hiyo hizi ni finali 4 ambazo amechezesha, lakini ameshachezesha mechi nyingine kubwa ambazo sio finali nyingi. Ameshachezesha kwenye michuano ya AFCON, ameshawahi kukodiwa kwenda kuchezesha ligi kuu ya Saudi Arabia, ameshawahi kuchezesha klabu bingwa dunia, lakini sio kwenye mfumo huu, kipindi kile inavyochezwa kwenye format ile ambayo kuchezesha huko kote. Kwa hiyo ni muamuzi mkubwa sana ndani ya taifa hili, ndani ya bara hili la Afrika. Kwa hiyo kupangiwa Jean-Jacques Ngambo Ndala kuja kuchezesha mechi yenu sio jambo dogo. Sasa basi tunakwenda kuangalia rekodi zake dhidi ya timu za Tanzania au dhidi ya Simba, na target yetu iwe Simba kwa sababu ameshachezesha mechi za kutosha dhidi ya Simba. Rekodi yake inasema vipi? Twende tuangalie. Haya, tunakwenda kumwangalia Jean-Jacques Ngambo Ndala dhidi ya wekundu wa Msimbazi, Simba. Tayari mwamba alishachezesha mechi 4 zinazohusisha klabu ya Simba. Katika mechi 4 hizo win mara 1, win mara 2, win mara 2, draw mara 1 na lose mara 1. Kwa hiyo amehusika katika mechi 4 za Simba. Sasa ukija kuangalia wastani huu ni mzuri. Of course mwamuzi achezeshi, lakini kuna ile bahati kwamba mwamuzi huyu anapokuwa katikati mambo yanaendea vizuri sana Simba. Sasa mechi hizi ni zipi? Mechi hizi ilikuwa msimu mwaka 2018-19. Msimu wa kwanza kabisa Simba wanacheza group stage ya Champions League baada ya miaka mingi kupita. Ndani ya msimu huu Simba walicheza katika kundi moja sambamba na klabu za Al Ahly, JS Soura alkadhalika alikuwa mule ndani. Sasa na AS Vita Club. Mechi dhidi ya Soura, Soura akiwa nyumbani alishinda mabao 2-0 dhidi ya Simba. Hii ndio kumbukumbu mbaya zaidi kwa Simba dhidi ya wakiwa na mwamuzi huyu, kwa maana Jean-Jacques Ngambo Ndala. Walipoteza mabao 2-0 kule Algeria. Hii ni timu ya Algeria. Msimu mwingine ulikuwa
ni msimu mwaka 2021-22. Msimu huu Simba alicheza ligi ya mabingwa Afrika pamoja na shirikisho. Hapa ilikuwa kwenye ligi ya mabingwa Afrika, alicheza dhidi ya Jwaneng Galaxy. Jwaneng Galaxy, mchezo ambao Simba alishinda mabao 2-0. Hii mechi ilichezewa Gaborone kule Botswana, nyumbani kwa Jwaneng Galaxy. Alishinda 2-0. Mechi ya pili ikaja kuchezwa Benjamin Mkapa, Jwaneng Galaxy akashinda mabao 3-1 na Jwaneng Galaxy akenda hatua inayofuata kwa maana ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Simba akadrop akenda kwenye kombe la shirikisho Afrika. Sasa hii mechi alichezesha Jean-Jacques Ngabo Ndala na Simba ikashinda kwa maana ya kufunga Jwaneng Galaxy mabao 2-0. Mechi nyingine ndani ya msimu huu baada ya kuangukia kwenye kombe la shirikisho wakapangwa katika kundi moja sambamba na RS Berkane ya Morocco. Mechi ambayo ilichezwa kwa Mkapa ndani ya msimu huu ilikuwa Simba alishinda goli 1-0 dhidi ya RS Berkane, na mechi hii pia alikuwa Jean-Jacques Ngabo Ndala. Msimu mwingine ilikuwa robo finali ya EFL ya Ahli ambaye alipata goli 1 na Simba alipata goli 1 kule Cairo. Hivyo basi Simba akang'oka katika hatua ya robo finali dhidi ya Al Ahly. Kwa hiyo hii hapa ndio iko draw, lakini hii alipoteza 2 alishinda, na hii 1 ilikuwa draw. Kwa hiyo hii ndo CV yake au ndo wasifu wake Jean-Jacques Ngabo Ndala dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ukienda kuangalia huu wasifu sio mbaya, ni rekodi nzuri anapokuwa katikati, anapochezesha Simba. Hivyo basi Stellenbosch wajipange. Tukiachana na hayo, timu nyingine ambazo amewahi kuchezesha akiwa center kwa maana ya timu za Tanzania, tuliangalia hapa hatua ya finali. Young Africans walicheza dhidi ya USM Alger, mechi ambayo ilipigwa hapa kwa Mkapa na walipoteza Yanga. Kwa hiyo hao ni Yanga. Lakini mechi nyingine ilikuwa ni 2016 kufuzu finali za AFCON, ilikuwa kati ya Chad ambaye alipoteza dhidi ya Tanzania. Hii mechi ilichezewa kule N'Djamena nyumbani kwa Chad. Walishinda Tanzania goli 1-0, bao likifungwa na Mbwana Samata Popa dakika ya 30 tu ya mchezo, akawalaza na viatu Chad na mechi ikaisha kwa matokeo ya aina hii. Kwa hiyo timu ya taifa ya Tanzania ina kumbukumbu naye nzuri, lakini ukienda katika timu za klabu, Simba na kumbukumbu naye nzuri zaidi kuliko Young Africans ambao walipoteza kwa Mkapa bao 2-1. So huyu ndo Jean-Jacques Ngabo Ndala. Sasa huu ni rekodi yake dhidi ya timu ya Simba, na nimegusia kwa maana timu ya taifa pamoja na klabu ya Young Africans. Licha ya ubora huu wote, miongoni mwa kitu ambacho kilimpa kashfa kubwa, kilizungumzwa vibaya sana na alilaumiwa vibaya sana, ingawaje ilikuwa haimuhusu moja kwa moja, ni lile tukio ambalo lilitokea katika mchezo wa Raja Casablanca dhidi ya Al Ahly. Ulikuwa msimu wa mwaka 2021-22, mechi ambayo ilichezwa Cairo. Raja Casablanca ya moto kwelikweli, imemaliza makundi vizuri, wakaenda hatua ya robo finali, wakaumaliza mwendo dhidi ya Ahly. Sasa katika huu mchezo Ahly walipata penalty ya mchongo. VAR iliamua tofauti. Ilionekana mshambuliaji wa Ahly anapiga cross iende katika boksi ya Raja Casablanca, mlinzi ulimgonga mpira katika mguu na kwenda nje, lakini VAR ikaonesha engo tofauti, kwa sababu mwamuzi alipata notification kutoka katika chumba cha VAR, akaenda kuangalia, yeye aliona mpira umeguswa katika mkono. In reality mpira haukugusa katika mkono, uligusa katika mguu. Akaenda kuamua kwamba Raja Casablanca kwamba Al Ahly wanastahili kupata penalty. Lile ni tukio ambalo lilitrend sana Afrika, ndio tukio ambalo lilikuwa baya zaidi kwenye historia ya Jean-Jacques Ngabo Ndala kwenye michezo ya kimataifa. Kama yametokea mingine basi ni huko kwao, lakini kwenye michuano ya kimataifa, ile ndio ilikuwa tukio baya zaidi kwa mwamuzi huyu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Sasa huyu ndo atakuwa center referee katika uwanja wa New Amani Complex na VAR ipo. Anyways, ni moja ya waamuzi bora kabisa
kutoka Afrika. Kila laheri kwake, kila laheri wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Mpaka wakati mwingine.